Mama Samia hoye. Dr. Mwinyi hoye. Asante sana. Ndugu zangu, naomba kwanza niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mbili, kabla ya kuendelea, naomba niseme kwamba nimepewa heshima kubwa sana ya kumwakilisha Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mzee wetu Daktari Philip Isdori Mpango katika hafla hii. Na kwa hivyo nitasoma hotuba ya kwake yeye mwenyewe, sitaongeza wala kupunguza neno lolote, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Omar Kipanga, Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Ali Abdul Gulam, Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali wa Serikali ya Zanzibar. Balozi Ombeni Sefue, Katibu Mkuu Kiongozi Mstaafu. Profesa Maulid Mwatawala, Mwenyekiti wa Baraza la Taasisi ya Elimu Tanzania. Profesa Penina Mlama, Mwenyekiti wa Kamati ya Wataalamu ya Tuzo ya Taifa ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ya uandishi bunifu, pamoja na wajumbe wote wa kamati hii. Daktari Anet Komba, mwenyeji wetu na mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Elimu Tanzania. Profesa Ibrahim Nur Sharif, mhadhiri mwandamizi Chuo Kikuu cha Sultan Qaboos Muscat nchini Oman. Profesa Daniel Mushi, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu. Daktari Charles Mahela, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu pia. Mheshimiwa Mwalimu Musa Sima, Makamu Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge, na waheshimiwa wajumbe wa kamati wote. Naomba pia kutambua uwepo wa Profesa Mark Mondosia, Waziri Mstaafu. Daktari Athumani Mfutakamba, naye ni Naibu Waziri Mstaafu. Naomba kutambua pia vile jopo la majaji wa shindano la tuzo ya mwaka 24-25 likiongozwa na Profesa Mugiabuso Mulokozi. Viongozi wote wa mashirika ya serikali na sio ya serikali mliopo hapa, wanaukoo wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mliopo hapa mkiongozwa na ndugu Madaraka Nyerere, lakini nimeambiwa yuko ndugu Ana Nyerere. Viongozi waandamizi wa mashirika na taasisi binafsi mliopo hapa, waandishi bunifu na wachapishaji wote mliopo hapa, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Awali ya yote, nami naomba niungane na wenzangu waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu kwa kutujalia uhai na uzima na kuweza kushiriki katika hafla hii tukiwa na sia njema. Aidha, ninaishukuru sana Wizara
ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kunialika kwa mgeni rasmi katika hafla hii muhimu ya utoaji wa tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu katika nyanja za tamthilia, riwaya, ushairi na hadithi za watoto. Kwangu mimi hii ni heshima kubwa sana. Asanteni sana. Ndugu wageni waalikwa, napenda nianze hotuba yangu kwa kuipongeza sana serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweka elimu bora kama kipaumbele cha maendeleo ya taifa. Sote ni mashahidi kuwa serikali ya awamu ya 6 imefanya maboresho ya sera ya elimu. Serikali ya awamu ya 6 imefanya maboresho ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014. Na sasa tuna sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 pamoja na maboresho makubwa ya mitaala ya mwaka 2023. Kupitia maboresho hayo, sasa tunataraji kuwa na elimu ambayo inakidhi mahitaji ya nchi na inapelekea kuwa na mhitimu anayeweza kutumia vyema mazingira yake kwa kujiajiri na kuajiri wengine. Ndugu wageni waalikwa, sera ya elimu ya mafunzo ya mwaka 2024 toleo la mwaka 2023 inasema bayana kuwa utekelezaji wenye ufanisi wa mitaala unategemea upatikanaji wa nyenzo, vifaa na zana stahiki za kufundishia na kujifunzia kulingana na mahitaji ya masomo na programu katika ngazi mbalimbali za elimu. Nyenzo, vifaa na zana hizo ni pamoja na vitabu vya kiada na ziada. Hivyo kwa nafasi hii ninaipongeza sana Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania kwa kuanzisha tuzo hii ili kuibua na kukuza vipaji vya Watanzania katika uandishi bunifu na kuongeza hifadhi ya vitabu vya fasihi vya lugha ya Kiswahili. Nimejulishwa kwa tuzo hii ilianza kutolewa mwaka 2023. Na kwa moja ya zawadi ya mshindi wa kwanza ni kwa serikali kuchapisha, kuchapa na kusambaza vitabu vilivyoshinda katika shule, maktaba ya taifa na zile za mikoa. Hili ni jambo jema na kwa hakika litasaidia kuongeza vifaa vya kufundishia na kujifunzia vilivyoandaliwa na waandishi wazawa. Ndugu wageni waalikwa, ninaipongeza pia wizara kwa kuchagua jina la baba wa taifa Mwalimu Nyerere kwa jina mahsusi la tuzo hizi. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliendeleza lugha ya Kiswahili na pia alikuwa mwandishi bunifu wa mashairi, riwaya na tafsiri. Hivyo ni heshima kubwa tuzo hizi kupewa jina la Mwalimu Nyerere, kwani ni ishara ya kumwenzi yeye pamoja na kazi zake. Ndugu wageni waalikwa, nimeelezwa pia kuwa lengo lingine la tuzo hii ni kukuza lugha ya taifa ya Kiswahili. Ni vema tukafahamu kuwa Kiswahili ni miongoni mwa lugha rasmi katika Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, yani SADC. Aidha, ni lugha iliyoidhinishwa kutumika katika Bunge la Afrika ya Mashariki. Kimataifa, Kiswahili ni miongoni mwa lugha kuu 10 duniani. Hivi karibuni nchi nyingi za Afrika na duniani kote zimeingia makubaliano ya ushirikiano na Tanzania katika kufundisha Kiswahili nchini mwao.
Kiswahili pia kinafundishwa katika vyuo vikuu vingi duniani na kinatumika katika vyombo vya habari kama vile BBC, Deutsche Welle, Sauti ya Amerika, Sauti ya Japan na vinginevyo. Kiswahili pia kinatumika katika uigizaji wa tamthilia nyingi majukwani uko mataifani. Hizi ni dalili nzuri kuwa Kiswahili kizuri cha jiuza. Lugha yetu pendwa ya taifa inabidhaika na inahitajika na wengi. Hivyo, utoaji wa tuzo za uandishi bunifu katika lugha ya Kiswahili ni ishara ya kuendelea kukuza lugha hii na utamaduni wake Afrika na duniani kwa ujumla. Ndugu wageni waalikwa, maandiko bunifu yenye tija ni yale yanayoisawiri jamii katika nyanja mbalimbali zikiwemo za kijamii, za kiuchumi, kisayansi na kiteknolojia. Mwandishi aitumiaye kalamu yake kikamilifu kuchora masuala mazito yanayogusa maisha ya watu, huyo ndiye mwandishi stadi na rafiki wa jamii. Aidha, kazi bunifu inayoangazia masuala mtambuka ni muhimu kwa ajili ya kuifunda na kuijuza jamii yetu kwa yale yanayojiri. Ninatoa rai kwa waandishi bunifu kuendelea kulifaa taifa letu kwa kalamu zenu. Ndugu wageni waalikwa, nitoe wito kwa Watanzania wenzangu kuendelea kujitokeza kwa wingi kushiriki kwa kuwasilisha miswada yao ili kushindania tuzo hii. Na niwapongeze sana washindi wa mwaka huu, na kwa wote wale waliowasilisha miswada aidha ambao hawatakuwa washindi, niwaombe sana tusikate tamaa ya kuwania tuzo hii. Muhimu ni kuendelea kujifunza uandike nini, kwa nani na kwa wakati gani. Ndugu wageni waalikwa, nimalize kwa kuahidi kuwa serikali yetu itaendelea kutoa fedha za kufanikisha utoaji wa tuzo hii iwezeshe kufanikisha kufikiwa kwa malengo makuu ya tuzo hizi. Hivyo nitoe maelekezo mahususi kwa taasisi ya elimu inayoratibu tuzo hizi kuhakikisha kuwa tuzo hizi zinaendelea kuwa endelevu na zinafikia malengo ambayo yamekusudiwa. Ngoma ikilia sana upasuka, nami nikiendelea zaidi nitawachosha. Ninashukuru tena kwa kunialika kwa mgeni rasmi kwenye hafla ya utoaji wa tuzo hii muhimu kwa maendeleo ya elimu na tamaduni za taifa letu. Ndugu wageni waalikwa, baada ya kusema hayo, ninawashukuru tena kwa kunialika, na sasa nipo tayari kuwatambua na kuwakabidhi tuzo washindi wa tuzo ya kitaifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu kwa mwaka 2025 kwa kadiri mlivyojipanga. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Naomba tusimame jamani, alafu tupige makofi ya nguvu kabisa, na itakusaidia pia kujinyoosha. Sasa ndugu MC, ndio kabla hawajasimama, haya yalikuwa ya mgeni rasmi niliyemwakilisha. Na naomba mkae kwanza kabla hajaja kutuinua tena. Ninaomba radhi kwamba katika utambuzi wangu, pamoja na kwamba itifaki imezingatiwa, ila hapa wako watu ambao nitapata tabu sana nikiondoka ikiwa kama sitawataja. Mwalimu wangu Profesa Isa Shivji, yeye ni miongoni mwa watu ambao nitapata tabu ikiwa nitaondoka bila ya kumtaja. Nilipokuwa mwanafunzi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, nilihudhuria kwa kuchungulia pale Nkrumah Hall na maeneo mengine wakati anatoa mihadhara, pamoja na kwamba mimi ni mwanafunzi wa natural science,
lakini nilikuwa napata bahati wakati mwingine wa kwenda kutazama na kusikiliza mihadhara inayoendeshwa na yeye pia vile vile. Lakini pia vile vile na wale wengine mbalimbali viongozi wa serikali, ikiwa ni pamoja na Mheshimiwa mkuu wa wilaya yetu ya Kinondoni kaka yangu Saad, na wengine mbalimbali. Nimemwona Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Muheza ambaye pia anatupa ushauri mzuri hapa, wote naomba niwatambue. Sasa nimalizie ya kwangu. Ya mgeni rasmi nilishayasema, na wako na viongozi wa Chama cha Mapinduzi kutoka mkoani Kilimanjaro nao wako hapa. Mgeni rasmi nimeyamaliza. Nilipokuwa katika kiti nimepata nafasi ya kuzungumza na nguli mwalimu wa Kiswahili Profesa Ibrahim Nur Sharif. Pale nikapata nafasi ya kupata faida ya kukaa na mwalimu huyo, na mimi ninaona haitakuwa vyema nikiondoka bila kuwapa faida hii pia. Lakini hiyo naitoa kwenu ikawe ni kama jambo la kulifanyia kazi pia. Mimi wakati namtambua, tulipokaa pale nikamwambia hapa nipo na mtu ambaye ni mtunzi, alafu nikamuita mchoraji, alafu nikamuita na mpiga picha mahiri. Hili la mtunzi akalikataa, akanambia mimi si mtunzi bali mimi ni mtungi. Sasa kwa sababu tupo katika jambo la Kiswahili hapa, nikamuuliza imekwaje? Akanambia mtunzi ni mtunzaji na mtungi ni mtungaji. Yeye si mtunzaji, yeye ni mtungaji. Kwa hivyo wako watu wengi humu nimewasikia wanatumia neno mtunzi wa mashairi. Si mtunzi wa mashairi, ni mtungi wa mashairi, ama ni mtungaji wa mashairi. Kwa hivyo wataalamu, hilo ni jambo lenu ambalo Profesa Ibrahim Nur Sharif alitumia nafasi hiyo kunirekebisha mahala pale. Akanipa na lingine, akasema siku hizi tunapenda sana kutumia neno kamati. Akasema kamati ni neno la Kiingereza, lakini tunalo neno la Kiswahili zuri tu ambalo ni jopo. Anashangaa kwa nini watu wanalikimbia neno jopo, wanapendelea sana neno kamati. Ama neno lingine alilonifunza mahala pale, anasema ni tengo, kwa sababu tengo ni neno linalotokana na kujitenga, watu wakawa wamekaa mahala. Kwa hivyo yeye anasisitiza, mgeni wetu maalum, tukipende Kiswahili na tujivune nacho.